tutapenda kujifunza mambo mengi ya kimsingi ya kuweza kukusimamisha uwe imara zaidi. Usifuate tu upepo. Maana mwingine anasema hawa wanafundisha habari za nyota, wanafundisha habari za uchawi. Lazima ujue adui yako, ujue jinsi ya kupambana naye. Lazima ujue misingi mizuri ya imani na umfahamu unayepigana naye. Kwamba unayepigana naye ni nani? Lazima umfahamu kwa undani zaidi. Humu duniani tupo. Mwingine kabisa ana uwezo, ana ujanja, anajua jinsi gani atatarget nyota yako, ataichukua nyota yako, utabaki wewe kopo. Wewe utaanza kusali, utasema naomba Mungu, lakini kitu cha msingi ambacho kinakuunganisha wewe na mafanikio yako kinakuwa kimeshabebwa. Wapo sasa wanatumwa, watu wanatumwa mpaka makanisani. Mwezi kusema acheni magugu na nini vyote viko pamoja. Hapana, kuna mwingine ametumwa kabisa aje abebe nyota. Kwa hiyo tayari chochote anafanya chochote. Nyota zinaweza zikaibiwa kupita kwa mapenzi. Nyota inaibiwa kwa njia nyingi. Njia za kurudishiana change. Sasa njia zote hizo ni kuweka, tutajifunza njia za kuwekea msingi. Kuwekea defense kusudi adui asiweze kuchukua nyota yako, ibaki na wewe mwenyewe nyota yako unajua jinsi ya kuitumia. Kwa hiyo kuna vitu vya kujifunza, nitaeleza kwa undani zaidi kwa wale ambao wanaingia kwenye group. Nizungumza kipindi cha nyuma kisa nataka niingie kwa undani zaidi jinsi gani ya kuweza kukabiliana. Na kama nyota yako ilibiwa, tulishia. Nitakuwa naita nyota kokote ilipo irudi kwa yule ambaye alichukuliwa nyota yake. Wale ambao kwa magrupu nyota hizo kwa sababu moja kwa moja humo. Unaposikiza ujumbe nyota yake inakuja pap moja kwa moja. Njia za kugundua kama nyota yake imerudi ni pale utaanza kuona mafanikio ya vitu ambavyo kwa uwezo kuvifanya au biashara unafanya zinakuwa ngumu au unapata kipato kidogo. Kwa hiyo unapata kipato kidogo, adui alikuwa ameshughulika na hilo kitu. Kila mtu anakuwa na kipato chake, anakuwa na nyota yake, nyota ya kufanya vitu. Kwa hiyo usije anachofanya mtu mwingine ukasema labda mimi nifanye labda au hata kama hiki kinachokipata mbona wengine hawapati kabisa. Sio kwamba shida hawapati kabisa. Kumbe umeambiwa upate na zaidi, pata na zaidi. Usiangalie mtu mwingine. Kila mtu amepewa nyota kufanya cha kwake ambacho anataka kufanya yeye. Umepewa zaidi, fanya na zaidi. Katika wale talanta, yupo aliyepewa chache, yupo aliyepewa nyingi. Aliyepewa nyingi atatakiwa rudisha, alete aonyeshe na zaidi. Na aliyepewa chache, aliyepewa moja ataonyesha mbili. Kwa umepewa talanta nyingi, lazima utoe nyingi. Fanya kwa lazima uonyeshe nyingi. Hiyo umeambiwa ulichopewa wewe na Mungu ukifanye. Sio uangalie nimefanya hapa, nimefanya nimetosheka. Sio umetosheka. Wewe umepewa nyota kufanya vitu vikubwa, fanya vitu vikubwa. Usipofanya vitu vikubwa utahukumiwa. Utadaiwa. Hata nyota ya uongozi wanaongoza kwa masuala ya huduma na mambo mengine. Hata nyota zao zitang'aa sana kwa kule mbinguni, lakini ambao hakuongoza hapa waliongoza wachache, hazitang'aa. Sio kwamba yeyote yule, hapana, hichi kila mtu amepewa, ni nyota yake kila mtu amepewa hiyo ya kufanyia vitu vile. Kwa hiyo tujifunze hivi vitu kwa undani zaidi, tuanze kwa kimsingi zaidi, jinsi gani nyota ambayo inaweza kaibiwa, nyota inaingia wapi? Msingi wa nyota unaanzaje? Na jinsi gani ya kuweza kukabiliana na shughuli zako na waizi wa nyota.